Kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu inaendelea wakati huu katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam. Anasimama kalani mahakamani hapa na anasoma namba ya kesi. Anasimama Renatus Mkude, anasema tupo na Ajuaye Katuga, Thawabu Isa na Cuthbert Mbilige. Hao ni mawakili wa serikali. Shauri lilipangwa kwa ajili ya kusikiliza notisi ya kuongeza mashahidi na ushahidi, na sisi tuko tayari. Majaji wanaandika kidogo hapa na wanamuuliza mshtakiwa. Mheshimiwa Lissu anajibu na yeye kuwa yuko tayari. Wanaitwa upande wa mashtaka, anasimama Katuga kuanza. Mheshimiwa Lissu, waheshimiwa majaji, nimepinga hiyo notisi toka Ijumaa, kwa hiyo ningesikilizwa. Katuga anasimama anasema, Mheshimiwa Jaji, utaratibu ni sisi kuiwasilisha ili yeye apinge kama ana hoja ya kupinga, hii sio application. Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, hicho wanachoita notisi sio notisi kabisa na hakitambuliki kisheria. Jaji, sisi tulitaka waeleze nini kinaendelea tu. Mheshimiwa Lissu, kama ni hivyo sawa. Katuga, mnamo tarehe 18 mwezi wa pili 2026 kwa njia ya mtandao tulifaili notisi ya kuongeza ushahidi, notice to file additional statements of evidence. Tulifaili kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA. Pamoja na notisi hiyo tuliambatanisha substance ya ushahidi huo. Ushahidi huu haumleti shahidi mpya bali ni nyongeza ushahidi wa ACP Amina Mahamba kwamba ushahidi huu haujakuwa committed mahakama ya kimkazi Kisutu. Notisi hii inakuja kukidhi matakwa ya kifungu cha 308 cha CPA ambacho kinasema hakuna shahidi au maelezo ya shahidi vitatolewa mahakamani unless viwe vimesoma wakati wa mwenendo kabidhi komito. Kifungu hicho kinafafanua maana ya substance of evidence, ikiwa ni pamoja na kitu chochote ikiwemo nyaraka na vitu vingine vinavyoshikika. Kama ambavyo notisi inajieleza substance ya ushahidi kwamba Amina Mahamba alikuwa ni kiongozi wa timu ya upelelezi wakati wa uchaguzi wa 2025 na baada ya uchaguzi, na kila alichokipata kutokana na upelelezi ni kitu ambacho haukusoma pale kwenye komito. Ushahidi huo tumeupata na kugundua wakati tumejiandaa kumuita ASP Amina Mahamba siku ya tarehe 16 mwezi wa pili 2026 kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA, akijieleza ni kwa jinsi gani notisi itakuwa. Hata kwenye zile prescribed form zilizopo kwenye sheria hii haijawekwa. Kifungu hicho kinasema notisi ieleze jina la shahidi, substance ya ushahidi na detail za shahidi kiujumla kwa mujibu wa kifungu cha 308 kifungu kidogo cha pili cha CPA. Hivyo vyote tumefanya kwenye notisi yetu kukava matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025. Anasimama Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa, mbona kama anaendelea kufanya mambo ambayo hamjamwelekeza? Katuga anasema, waheshimiwa, kwani hiyo introduction iko chini ya sheria gani? Sisi tuna introduce kwa namna tunayoona ili mwenzetu. Mheshimiwa Lissu, asinifundishe sheria, sijaribu kabisa kunifundisha sheria. Anaanzaje kufanya substance ya hiyo notisi kabla uhalali wake haujaamliwa? Katuga, waheshimiwa, hakuna bingwa wa sheria, mabingwa ni nyie tu majaji. Majaji wanateta pale juu na tunasubiria mwongozo wao. Jaji Ndugulu ameteta sana na wenzake kama dakika 10 hivi, na sasa anawasha kipaza sauti. Anasema yafuatayo, tumesikiliza hoja zote, vijembe vyenu msivilete. Sasa mshtakiwa alisema na pingamizi na tukasema upande wa mashtaka walete open statements ili mahakama iamue. Mambo mengine ya kwamba imeambatana na nini kipo wapi, hayo sio mambo ya msingi. Mheshimiwa Lissu anasimama sasa. Waheshimiwa majaji, kwa kuanzia niseme hivi waliosema wenzetu. Kwanza, upande wa mashtaka unasema notisi yao haileti shahidi mpya bali inaongeza ushahidi wa shahidi ambaye ushahidi wake ulishatolewa kwenye komito. Pili, wamemtaja huyo shahidi kwa jina kabisa. Tatu, wamesema wameleta viambatanisho vinavyotakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 kifungu kidogo cha pili cha CPA. Sasa baada ya kusema, twende kifungu kinavyosema cha 308. Kifungu kinasema shahidi mpya kinachotakiwa kuletwa ni jina la shahidi wa ziada, huyo ndio anaweza kutolewa notisi. Wamesema wenyewe hawaleti shahidi mpya bali wanaongezea ushahidi wa shahidi aliyepo. Sasa huyu shahidi ambaye tayari yupo na amemtaja huyo shahidi ASP Amina Mahamba. Sasa waheshimiwa majaji, naomba niwaalike kwenye ukurasa wa 90 na 91 na 99 na 100 wa record ya committal proceedings na ukurasa wa 134 wa record ya mahakama hii, ambapo upande wa mashtaka ulitaja majina ya mashahidi wao. Huyo Amina Mahamba yupo na mimi, maelezo yake ninayo hapa waheshimiwa majaji. Sasa waheshimiwa majaji, hiyo notisi inaingiaje mahakamani? Ushahidi wake tayari uko mahakamani na notisi inatakiwa iwe ya shahidi ambaye maelezo yake hayakusoma mahakamani. Hii sio notisi ya addition witness, ni notisi ya addition evidence ambayo haipo kisheria. Nimetafuta CPA yote, hicho wanachosema hakipo.
Jambo lingine ni kwamba wanaleta ushahidi wa mtu aliyefanya upelelezi wa matukio ya uchaguzi mkuu 2025. Sasa majaji, matukio ya tarehe 29 mwezi wa 10, mimi tayari niko mahabusu. Anasema Katuga, anasema tunapinga na anaanza kujadili ushahidi wetu, kama mtakubali ni sawa tu. Lissu, si ndio kayaleta haya mwenyewe, wanakatazaje nisiyazungumzie? Jaji Ndunguru, mshtakiwa endelea. Anaendelea Mheshimiwa Lissu anasema amesema mwenyewe kwa mdomo wake hapa mahakamani, nilimwambia asibobwaje sana, akang'ang'ania kuanza kusema mambo ya tarehe 29 mwezi wa 10. Ndio maana na mimi nasema haya ya tarehe 29, mimi nilikuwa jela. Wanafikiri haya yatawasaidia, maana wanataka kugeuza mashtaka kuleta mambo ya tarehe 29 mwezi wa 10 2026. They cannot amend the information through the back door. Kama mnataka kuamend information, endeni kwenye kifungu cha 294 cha CPA. Hiyo wanayoita notes haipo kisheria, haitambuliki. Hiyo notes muifutilie mbali, ya notes na yaliomo. Na mwisho, mheshimiwa majaji, hiyo notes ikiachwa ikawa sehemu ya rekodi ya mahakama, itafungua sanduku la Pandora ambalo lina kila aina ya mambo mabaya ambayo sidhani kama itaweza kushughulikia mambo hayo. Wanataka tuzungumze mambo ya Oktoba 29, mtakuwa mmefungulia balaa na isije ikawa shida. Mkifungua huo mlango, tutaenda huko, tutazungumzia mauaji ya kimbali, na tutaulizana nani aliyeua Watanzania. Hii kitu haina mashiko. Are they ready? Mimi niko tayari, isiruhusiwe, kiruhusiwa niko tayari. Jaji, tafadhali naomba tusiende huko. Katuga anasimama anasema napaswa kufanya nini, reply au rejoinder? Mheshimiwa Lissu anasema fanyeni reply, alafu mimi ndio nitakuja kumaliza. Wanakubaliana hivyo. Katuga anasema kifungu cha 308 ni mlinzi wa kifungu cha 233 cha CPA ni kumfanya mshtakiwa awe aware na ushahidi wote wanaokutana nao mahakama kuu. Ushahidi upo wa aina 4: real, documentary, testimony na nyingine nimesahau, nitakumbuka. Kwa hiyo kwa maana ya aina ya shahidi 4 zinatakiwa zioneshwe kwa mshtakiwa kabla ya kuwa committed kwenye High Court, na kwa kuwa kuna takwa hili la 263 kukawekwa kifungu cha 308 ambacho ni mlinzi sasa, kwamba kutakuwa na ushahidi utakaoingia hadi uwekwe wazi, basi prosecution wampe notice kuhusiana na ushahidi huo. Ni lini prosecution wamegundua huo ushahidi? Je, mshtakiwa alikuwa na reasonable time kuupitia? Kifungu cha 308 kifungu kidogo chene kinazungumzia substance or witness. Kesi ya Remi na Omar Abdul versus Jamhuri CA 189 mkwaju 2020, mahakama rufaa inasema if a part of the evidence is not disclosed, mahakama ilikoti with approval, maneno kuwa additional evidence is allowed. Si tunasema mbali na statement yake kusoma, tunataka kuleta mambo mengine ambayo hayakujumuishwa. Notice hii ina comply na tafsiri ya sheria na sio tafsiri ya mtu. Iko sheria na tunaomba ikubaliwe. Katuga, kuna maneno pia yamesema kuwa notice hii ikiachwa hizo sio hoja. Unamtisha nani? Naona kama natutishia ni hoja ambayo itafungua Pandora, na hiyo Pandora ni ipi? Tunaomba mapingamizi yatupiliwe mbali. Anasimama Mheshimiwa Lissu kumjibu Katuga, anasema nimesikiliza majibu yao na naomba niseme yafuatayo. Kwanza, kifungu cha 308 cha CPA kinahusu shahidi mpya. Shahidi mpya kimesema ni yule ambaye maelezo yake au substance ya maelezo yake haikusoma kwenye komito. Kwa hiyo kifungu hicho kinahusu shahidi mpya na sio shahidi mpya. Swala ni shahidi wa ziada na sio ushahidi wa ziada wa shahidi ambaye tayari maelezo yake yapo tayari. Pili, kwenye notisi hii swala la kuamua sio reasonable au la, ni swala kinacholetwa ni ushahidi mpya au la. Tatu, hiyo kesi ya Remi na Omar Abdul walioleta si mara ya kwanza inazungumzwa kwenye mahakama hii. Ililetwa kipindi kile cha komito, inahusu kifungu cha 263 tu. Kurasa wa 32 ni kuhusu section 246 ambacho ni 263 ya sasa. Kwa hiyo kesi inahusiana na mambo ya komito, basi kifanyike kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA. Mlango wa Amini Mahambo ulifungwa kwenye komito. Kama mnataka tafuteni shahidi mwingine. Effect yake ni kulibadilishia shtaka, maana shtaka langu ni la tarehe 3 mwezi wa 4 2025. Haya Oktoba ni mambo mapya. Mkiruhusu kwa kuruhusu notice hiyo, na nimesema niko tayari. Je, wao wataweza? Kwa sababu ya Oktoba kuna genocide, kuna mass killings, kuna mass murder. Ya Oktoba ni magumu sana. Pingamizi langu litalinda integrity ya shauri hili na mashauri haya. I'm only trying to help them. Wanafikiri kuna dili pale, hakuna dili yoyote. Angalieni kifungu cha 308 cha CPA. Hii notice ifutiliwe mbali, naomba hivyo. Majaji wanateta hapa, tunasubiri uamuzi wao kuhusu pingamizi hili. Jaji Ndunguru amejadiliana na wenzake kwa muda mrefu sana. Anasema ili tuweze kuandika uamuzi, na tutarudi kesho saa 3 asubuhi na tutaendelea na mashahidi wengine.